Historia nyingi huandikwa na walioshinda, lakini historia hii iliandikwa na waliodhulumiwa, iliandikwa na waliodharauliwa, na zaidi ya yote, iliandikwa na wale waliokataa kuuza dhamiri zao. Hii si historia ya dhehebu tu, ni historia ya msimamo, ni historia ya Sabato. Na yote yalianza kwa swali moja hatari sana katika jamii ya wakati huo: kwa nini waabudu siku ya saba? Kabla ya jina Kanisa la Waadventista wa Sabato kusikika katika ardhi ya leo ya Tanzania, Tanganyika ilikuwa chini ya ukoloni. Ukristo ulikuwepo, lakini haukuwa wa aina moja. Kulikuwa na makanisa, kulikuwa na mapadre, kulikuwa na mafundisho, lakini Sabato ya siku ya saba haikuwa sehemu ya maisha ya kawaida ya Wakristo wengi. Ndipo ujumbe mmoja ukavuka bahari, sio kwa makelele, bali kwa miguu iliyochoka na mioyo iliyokuwa tayari kuteseka. Wamishonari wa Waadventista hawakukuja kama watawala, walikuja kama watumishi. Walibeba Biblia, walibeba vitabu vya afya, na walibeba ujumbe uliotishia utaratibu uliokuwepo. Ujumbe wa Sabato, ujumbe wa utii kamili kwa neno la Mungu. Walianza kufundisha, walianza kutibu wagonjwa, walianza kufungua shule ndogo ndogo. Lakini kadiri ujumbe ulivyokuwa, ndivyo upinzani ulivyozidi kuwa mkali, kwa sababu kulikuwa na kitu ambacho wakuu wa dini na jamii hawakuweza kukivumilia: Waafrika kuanza kuhoji, kuuliza, kusoma Biblia wao wenyewe. Na walipogundua ukweli wa Sabato, hawakurudi nyuma. Kumchagua Mungu kulikuwa na bei. Wengine walifukuzwa makanisani mwao ya awali, wengine walitengwa na familia, wengine walipoteza kazi. Sabato ikawa alama, sio ya heshima, bali ya mateso. Lakini Waadventista wa mwanzo hawakuuliza, tutanufaika nini? Walijiuliza swali gumu zaidi: tutakuwa waaminifu kiasi gani? Na ndipo jambo la ajabu lilipotokea. Kadiri walivyodhulumiwa zaidi, ndivyo ujumbe ulivyoenea zaidi. Mateso yakawa mbegu, upinzani ukawa matangazo, na Sabato ikawa moto usiozimika. Waadventista hawakujibu mateso kwa fujo, walijibu kwa kujenga. Shule zikaanzishwa, zahanati zikajengwa, mafundisho ya afya yakatolewa. Walifundisha watu kusoma, walifundisha kujali miili yao, na kupitia hayo yote walimfundisha Kristo. Kanisa likajengwa juu ya misingi mitatu: elimu, afya na Injili. Msingi ambao haukuweza kubomolewa kirahisi. Lakini bado kulikuwa na swali moja kubwa lililobaki: je, kanisa hili lingeishi baada ya wamishonari kuondoka, au lingeanguka pamoja nao? Baada ya uhuru wa taifa, kanisa lilibadilika. Uongozi ukaanza kuchukuliwa na Watanzania. Ujumbe ukaanza kuhubiriwa kwa sauti ya wenyeji. Sabato ikaanza kueleweka zaidi. Waadventista hawakuwa tena wageni wa dini. Walikuwa walimu, walikuwa wauguzi, walikuwa viongozi wa jamii. Lakini imani yao ilibaki ile ile. Leo Waadventista wapo kila kona ya Tanzania. Lakini swali si idadi yao. Swali ni hili: je, roho ile ile ya uaminifu, ya kujitoa na ya kusimama kwenye ukweli bila kuogopa gharama, bado ipo? Historia ya Waadventista Tanzania sio hadithi ya majengo, ni hadithi ya watu. Watu waliothubutu kumtii Mungu katika wakati ambao utii huo ulimaanisha kupoteza kila kitu. Historia hiyo bado inaandikwa.